kwingineko ni kwamba viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamekashifu uteuzi mpya wa IEBC wakisema kuwa hii ni njama ya Rais Ruto na Raila Odinga kuiba kura katika uchaguzi ujao mwaka 2027. Viongozi hao hata hivyo walitangaza mipango ya kuunda tume sawia ya uchaguzi ya IEBC ya wananchi ambayo itaangazia masuala yote ya uchaguzi kwa uwajibikaji. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, upinzani umetangaza mpango wa kuunda tume ya wananchi ya uchaguzi ambayo itafanya kazi sambamba na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Upinzani ukiongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka umesema kuwa tume hii ya wananchi itakuwa na jukumu la kufuatilia shughuli zote za IEBC rasmi kwa lengo la kuhakikisha uwazi, uwajibikaji, uadilifu na ufuataji wa katiba katika mchakato mzima wa uchaguzi. Upinzani pia umekosoa uteuzi wa mwenyekiti mpya wa IEBC Erastus Endong, wakidai kuwa ni mshirika wa karibu wa Rais William Ruto na ana uhusiano na ikulu kupitia msimamizi wa ikulu Josphat Nanok. Uongozi wa upinzani umesema kuwa historia ya Erastus alipokuwa mwanasheria wa kaunti ya Turkana inaonyesha udhaifu mkubwa wa utendakazi wake. Aidha, upinzani umeelekeza lawama kwa kamati ya uteuzi ya IEBC wakitilia shaka uchaguzi wa Hassan Nur, wakidai kuwa ni jamaa wa karibu wa aliyekuwa mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed na kuwa hakuwepo kwenye orodha ya awali ya wateuzi. Viongozi hawa pia wamemlaumu Adams Oloo wakimwelezea kama mshauri wa mawasiliano ya kimkakati wa Rais Ruto, hali ambayo inaweka katika hatari uhuru wa tume hiyo. Vile ndugu yangu Eugene Wamalwa amesema, tumeona vile William Ruto amechagua majina ambayo amepeleka kwa bunge ili waidhinishwe kama makamishna mpya wa tume ya uchaguzi. Huwezi kuwa wewe ni mchezaji na unachagua wewe referee yako. Haiwezekani. Kwa hivyo mimi nilimwandikia barua William Ruto, hajajibu. Nilimwandikia Raila Odinga kama prince wakati wa Nadico, nikamwandikia barua, sijapata majibu. We are not going to allow this thing to go easy. Viongozi wa upinzani pia wameelekeza lawama kwa Raila Odinga, ambaye ni mshirika mpya wa Rais Ruto kupitia mwafaka wa kisiasa wa hivi karibuni, wakisema kunyamaza kwake kunaashiria kukubali kimya kimya mradi huo wa kisiasa ambao wanadai umebuniwa kwa nia ya kuiba kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Magdalene Kanini, Runinga ya KU.